Kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro amewataka wananchi kutosita katika kusaidia jeshi kwa kuwafichua wahalifu ili kuzuia na kukamata wale wote wanaojihusisha na matukio hayo, huku akisisitiza kuwa jeshi la polisi lipo katika msako mkali wa kuhakikisha linawatia nguvuni waliohusika na tukio la mauaji ya askari wa kikosi cha usalama barabarani. Niseme waliofanya hilo tukio hata waende wapi watakamatwa. Askari alikuwa traffic, amerudi nyumbani kwake, wamemvizia, wamempiga risasi. Kwa hiyo mpaka sasa kuna watu zaidi ya 14 tumewakamata. Wananchi watusaidie, tupeane taarifa, lakini lugha ni moja tu. Watapatikana na watapelekwa kwenye vyombo vya sheria. Sasa motive ni nini? Ni swala upelelezi. Mamia ya waombolezaji wamejitokeza nyumbani kwa marehemu wakiomboleza pamoja na kusomea dua mwili wa marehemu, wakiwa na baadhi ya viongozi wa ngazi mbalimbali akiwemo kamanda wa polisi wa kikosi cha usalama barabarani Mohamed Mpinga. Jeshi la polisi kwa kweli tutafanya kila juhudi za makusudi kabisa kuhakikisha kwamba wote ambao walifanya kitendo hiki cha kinyama wanapatikana na kupelekwa mbele ya sheria. Tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wauaji hawa tunawapata, na niseme kwamba ni kweli kwamba tumehuzunika vibaya sana na kifo cha kijana wetu ambaye alikuwa ni mchapakazi na mwana michezo. Kwa kweli tumesikitika kwa kiasi kikubwa sana. Ni mtu ambaye kwa kweli pengo lake ni gumu kuzikika, kwa sababu ni mtu ambaye ana ushirikiano na watu mbalimbali ambao wanatutembelea katika ofisi yetu. Ni mcheshi, ni mtu ambaye kwa kweli naweza kusema tumuombe tu kwa Mungu apokee roho yake na ipumzishe mahali pema peponi. Hatuna mengi ya kusema zaidi ya hayo. Kwa upande wao, wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakishirikiana na marehemu katika kufanikisha majukumu ya kutoa na kupokea taarifa za usalama barabarani, wakiongozwa na mkurugenzi wa Radio 1 Deogratius Liunga, ambaye amesema marehemu alikuwa na mchango mkubwa katika kuhabarisha umma hali ya usalama barabarani. Umekuwa ni msiba wa kushtua. Ni pigo kubwa kwa jeshi la polisi, ni pigo kubwa kwa familia yake. Lakini nikizungumza kwa sisi Radio 1 Stereo, nakumbuka wakati tumeanza utaratibu wa kwa tunatoa taarifa za usalama barabarani majira ya asubuhi na jioni kila Jumatatu hadi Ijumaa. Kati ya watu wa kwanza kabisa kufanya nao kazi alikuwa ni Sergeant Ali Kinyogoli akiwa pamoja na wenzake akina Muhidin. Kwa hiyo tulipopata taarifa jana usiku kwamba Kinyogoli amefariki dunia, kwa kweli tulishtuka. Na ndio maana tumeamua kushiriki, kufika hapa nyumbani kwao, kuwapa pole wazazi, kuwapa pole watoto wake, kulipa pole jeshi la polisi hasa kitengo cha usalama barabarani, na vile vile sisi Radio 1 kuweza kutoa rambirambi zetu. Msiba ni pigo kubwa sana kwetu kama RCA Tanzania, kwa sababu bwana Ali Kinyogoli, Sergeant Ali Kinyogoli alikuwa ni kiungo muhimu sana katika kazi zetu za kila siku, kwa sababu RCA tunashughulika na polisi kwa maana ya kuripoti matukio ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, lakini pia tunakuwa shughulikia uelimishaji wa watumiaji wa barabara. Sergeant Ali Kinyogoli aliaga dunia baada ya kuvamiwa usiku na watu wasiojulikana na kupigwa risasi akiwa nyumbani kwake Mbagala jijini Dar es Salaam, ambapo marehemu ameacha mjane mmoja na watoto wawili. Kutoka hapa Kitunda jijini Dar es Salaam, mimi ni Benjamin Mzinga wa ITV.